Babati oye. Oye. Manyara safi. Safi. Monduli safi. Safi. Tuombu safi. Safi. Hapo vipi? Safi. Mafunzo oye. Oye. Masai Store safi. Safi. Mafunzo yaendelee. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Vijana 24 kutoka vijiji tofauti wilayani Babati mkoani Manyara wamepatiwa mafunzo na ujuzi wa ufundi wa ufungaji sola na shirika lisilo la kiserikali la Masai Store Sola katika eneo la Mto wa Umbu wilayani Monduli. Wakizungumza, vijana hao walionufaika na mafunzo hayo wamesema walichokipata ni kitu cha kipekee kinachoenda kuwapatia maisha kwa kuwafungia watu sola katika vijiji vyao. Vijana hao wamempongeza pia mkurugenzi wa shirika hilo la Masai Store Sola Ndugu Kisioki Mwaitiko kwa kuona haja ya kuwasaidia vijana wasiokuwa na ujuzi wowote kupitia kwa viongozi wao wa vijiji walioona wana sifa ya kubahatika kupata mafunzo hayo na ujuzi huo wa ufundi na ufungaji wa sola. Awali akizungumza, mkurugenzi wa Masai Store Sola Ndugu Kisioki Mwaitiko amesema idadi hiyo ya vijana 24 itafikisha idadi kuu hadi sasa ya vijana 48 wakiwemo 24 kutoka Monduli ambao tayari nao wameshapatiwa mafunzo hayo, huku wanawake wakiwa 24 na wanaume 24. Kisioki Mwaitiko ameendelea kufafanua kwa mafunzo hayo yanakuja baada tu ya miezi kadhaa kupita kwa kuzinduliwa kwa mradi wa Restore kwa ufadhili wa serikali ya Ujerumani, na utasaidia vijana hao kujikwamua kiuchumi kupitia ujuzi au mafunzo ya ufungaji wa sola walizopata kupitia shirika hilo. Wakizungumza kwa niaba ya wafanyakazi na wataalamu wa shirika hilo la Masai Store Sola ambao wao walikuwa walimu kwa vijana hao, wamesema wanaamini vijana hao wataenda kufanyia kazi ujuzi walizopata na hivyo kuwahimiza kwa mabalozi wazuri katika maeneo yao. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kwa majina yangu naitwa Nicodemus Declan Mofulu. Nimetoka kijiji cha Sangaiwe, kata ya Mwada, wilaya ya Babati. Tumekuja hapa, tumeletwa na shirika la Masai Store kuja kujifunza namna ya kuweza kufunga sola kwa wanufaika ambao waliochaguliwa ndani ya vijiji na hili shirika la Masai Sola. Lakini pia elimu ambayo tumeipata ni namna ya kufunga paneli. Hapa nilipo, hii ni paneli yangu tayari nimeshaifunga kwa ajili ya kuleta moto kwenye betri. Lakini pia nilichojifunza kabla sijafunga paneli, jambo la kwanza, nimechukua betri nikafunga, nikaleta moto hapa kwenye charger controller, na ninachofanya kwamba kuleta moto hapa kwanza kwenye charger controller ni kwa sababu naitunza hii charger controller ili iweze kupokea moto ambao unaendana na uwezo wake. Maana ningeliunga moja kwa moja moto kutoka kwenye paneli kuja hapa, maana moto unaozalishwa na paneli ni moto mkubwa zaidi. Huu moto kwenye paneli unaweza ukaiunguza hii charger controller. Kwa hiyo ndio maana nimechukua mfumo wangu nikatoa moto kutoka kwenye betri nikaleta kwanza nikaunga na hii charger controller. Lakini baada ya hapa nikajifunza namna ya kufunga hizi socket. Kwa hiyo nimefunga hizi switch. Hapa ni namna sasa ya kwenda kuleta moto kwenye balbu. Ninapoenda kuleta moto kwenye balbu, nimefundishwa namna ya kufunga waya wa moto na waya wa kurudisha moto ili niweze kupata mwanga. Kwa hiyo baada ya hapa sasa, huu ni mfumo wangu tayari, nimeshatengeneza mfumo, nyumba ya mteja anapata umeme. Baada ya kufundishwa, sisi kuna kitu ambacho tumeona kwa Masai Sola. Masai Sola kiukweli wametuwezesha elimu nzuri ambayo na sisi tutaenda kuwa mafundi wa kuwasaidia watu wetu walioko kule vijijini kwetu tulikotoka, kuwasaidia ili kupunguza zile gharama za ufungaji wa sola. Maana sisi Masai Sola watakuwa wanatuwezesha kwenda kufunga, Masai Store watakuwa kituwezesha kwenda kufunga hii mitambo. Kwa hiyo mtu mmoja kwa yule mnufaika hataweza kutumia gharama yoyote, gharama zitakazotumika ni zile za Masai Store. Kwa hiyo Masai Store umetupatia elimu nzuri, tumepokea elimu zaidi ya watu 24 ambao tuko hapa, tumekusanywa na Masai Store. Tumejifunza vitu vingi, kila mmoja anaweza kuelezea kwa namna yake, lakini mimi tu nielezee kwamba katika huu mfumo
ni vitu ambavyo vilikuwa ni vigeni, hatukuwahi kufikiri kwamba tunaweza tukafanya. Kwanza tulipokuwa tumefika hapa tulianza kuogopa beti, tulianza kuogopa paneli, lakini pia inawezekana vifaa tulikuwa tuvijui. Lakini baada ya kufundishwa sasa tayari tumeshajua hivi vifaa vinaitwaje. Na tulikuwa tunaomba kama shirika, kwa kweli semina tumepata kwa sababu elimu ni endelevu. Sisi tulikuwa tunaona kwamba kama shirika litaona vema kutafuta tena muda mwingine wa kuweza kutukutanisha kama mafundi, tukajikumbusha juu ya haya, maana huu mradi ni wa muda mrefu na sisi pia tumekaa hapa kama familia kwa muda mchache, lakini tunatamani sana tungeendelea kuwa kwa muda mrefu, ila tunaamini kwamba shirika huu ndio utaratibu wake. Kwa hiyo kama shirika linaweza likatupatia nafasi nyingine kwa ajili ya kujikumbusha, inawezekana hapa tumejifunza, lakini bado kuna vitu vingine vingi ambavyo tulikuwa tunatamani kuendelea kuvijua kwa sababu elimu sio ya siku moja. Jina naitwa Fausta Faustini, nimetokea kijiji cha Kijadabu. Tumekuja kwenye semina ya Masai Show. Hapo tumejifunza namna ya kufunga sola. Masai Show wametufundisha namna nyingi ya kufunga sola. Kwa hiyo binafsi kama mimi, hapo kuna vitu vingi nimejifunza namna ya kufunga sola. Na yaani taaluma nilopata hapa wamenijengea uelewa wa kujua jinsi ya kufunga hizi vitu. Na nimeelewa namna ya kuzifunga. Kwa majina naitwa Regina Michael, nimetokea kijiji cha Sangaiwe, wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara. Nimekuja katika kampuni ya Masai Stove kwa ajili ya kuja kujifunza namna ya kufunga sola. Na kweli semina ni nzuri, tumeipata ni nzuri hakika. Tumekuja kujifunza na mimi pia kuna kitu ambacho nilichokipata hapa katika mafunzo haya. Japo ni mafunzo ya siku chache, ila kuna kitu ambacho nimetoka nacho ambacho nilikuwa sikijui. Nimejua namna ya kufunga sola kuchukua moto kutoka kwenye betri, kuleta kwenye charge control na kuitoa hapa kupeleka kwenda kuwasha kwenye taa na kutoa waya kutoka huku kwenye paneli kuleta kwenye charge control. Hivi ni vitu ambavyo nilikuwa sivijui, ila ninashukuru kwa sababu ya semina iliyojitokeza na mimi nikawa nimepata fursa, nimejua na nimeelewa. Kwa kweli semina hii imenipa tuseme manufaa ambaye yatakayeendelea kunisaidia, kwa sababu nitakapoendelea kuwa kwenye huu mradi au kwenye hili shirika, nitakapokuwa nimewafungia labda hao watu ambao wanufaika 40, nikishamaliza kuwafungia hao watu wanufaika 40, hata mtu mwingine akijitokeza tena kwenda kumfungia itakuwa haina shida tena kwangu, nitaenda kumfungia na hicho kitu kitakuwa ni kitu endelevu katika maisha. Leo tuko hapa Mtoambo Kigongoni tukiwa siku ya pili tukiwa na training ya sola kwa vijana 24 kutoka wilaya ya Babati ambao wamechaguliwa katika vijiji 4 ambavyo tunakwenda kutekeleza mradi wetu wa majiko na sola. Training hii tunasema hii ni awamu ya pili. Wiki iliyopita tulikwisha wafundisha vijana wengine 24 kutoka hapa Monduli namna kuzifunga hizi sola ambazo tunakwenda kusaidia zaidi ya kaya 320 katika wilaya hizi mbili, Monduli na Babati. Lakini pia wanufaika wa hizi sola nao bado tu watapata majiko banifu ambayo yanatumia kuni chache, lakini pia yana uwezo mkubwa wa kuondoa moshi kwenye nyumba za wenyewe. Lakini mbali na hilo pia tunategemea kwamba kwa sababu bado tutaenda kuwafundisha huko vijijini kwa zaidi ya siku zingine 10, ambapo mwishoni tunategemea kwamba hii kazi sasa itaenda kuwa kazi ya kudumu kwa vijana hao kama ajira yao, kuwafungia wale wanaohitaji sola katika vijiji vyao. Na hata hivyo katika hizi sola 320 watakwenda kupata malipo mzuri ambayo tunategemea kwamba itakuwa sehemu ya kipato katika kutengeneza tuseme mtaji kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa vijana hao, na ni vijana ambao wamepokea mafunzo kwa haraka, kwa sababu mafunzo ya sola sio kitu kigumu sana. Ni kitu ambacho mtu anatamani
na tutaendelea kutengeneza vijana wengine zaidi. Kwa mfano walimu tunaowatumia hapa ni vijana ambao tumekwisha wafundisha muda mrefu, na tumekuwa tukiwatumia sisi kama taasisi kufunga sola ambazo tunawapatia watu wetu, lakini leo hapa wanakuja kufanya kama walimu wa kutengeneza mafundi wengine. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho tumekuwa tukikifanya hapa Mtoambo kwa siku 2, then tutarudi katika vijiji vyao kuwafundisha zaidi. Hawa ni 24, lakini wiki iliyopita pia tuliweza kuwafundisha vijana 24 kutoka Monduli. Kwa hiyo jumla wanaenda kuwa vijana 48, wa kiume wako vijana 24 na wa kike 24. Mradi huu unajulikana kwa jina la Restore, ambapo linafadhiliwa na serikali ya Ujerumani kupitia shirika la ADRA German, ambapo huku Tanzania tunatekeleza kwa pamoja tukishirikiana na shirika la Kakute, ambapo makao makuu yake ni Arusha, na kwa pamoja tunaenda kutekeleza mradi huu ambapo tutafanya majiko, tutafanya sola, lakini pia kuna baadhi ya wakulima watapatiwa mitambo ya kupampu maji kwa ajili ya kunyeshea, lakini pia baadhi ya shule zitapata majiko ya gesi kwa ajili ya kupikia badala ya kuendelea kutumia kuni. Kwa hiyo ni mradi ambao mashirika mawili yanautekeleza huko Tanzania. Kwa jina naitwa Jacob Emmanuel. Mimi ni fundi mbobezi au kwa lugha nyingine ni kama mwalimu. Kwa ajili ya kufundisha wanafunzi ambao wametoka sehemu mbalimbali. Kuna wengine ambao wametoka Selela, kuna wengine wametoka Majengo, kuna wengine ambao wametoka Babati. Kwa hiyo tuna vijiji karibia vijiji viko 8. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuwafundisha namna ya kufunga sola, ili nayo wawe mafundi kwa ajili ya kwenda kuwafungia watu huko sehemu mbalimbali. Ndio nawafundisha namna ya kufunga sola ili wakafunge sola huko wanapokwenda. Kwa jina naitwa Agustino Lucas, ni mwalimu, nafundisha ufungaji wa sola. Nilikuwa nafundisha vijiji 8, vijiji 4 vya wilaya Monduli, vijiji 4 vya wilaya Babati. Ninashukuru sababu tunachokifundisha ni ufungaji wa sola, kwenda kufunga majumbani, na tumewafundisha wapate ujuzi wa kwenda kuwafundisha wenzie vile vijijini vyao. Kwa hiyo hapa sasa hivi wametoka, wamekuwa walimu, wamepata ujuzi. Kwa hiyo nategemea hiyo ujuzi waliopata kutoka shirika la Masai Stove, nategemea wataenda kuifanyia kazi na kwenda kuwafungia wanufaika wale wanaenda kupewa sola kwa ajili ya kuwafungia sola. Kama hatujaunganisha na betri, manake hizi hazifanyi kazi, zinatulia, kwa sababu hujaunganisha positive na negative. Kwa sababu inatakiwa hiyo nishati inayozalishwa itoke, iingie kwenye betri, nyingine inarudi huko. Kwa hiyo uwaga ni circulation, na ndio maana umeme unazalishwa. Balbu pale, huu moto ukiendelea kupita, ndio ule moto inapata kajoto kadogo. Kale kajoto kanazalisha mwanga. Oldonyo Media, habari karibu nawe.